yote ambayo umeeleza. Sisi tumesema sio kama hii rasimu yetu ni biblical, yani haina makosa. Msahafu, hatusemi hivyo. Lakini tumesema kwa kiasi kikubwa tumetengeza formula ambayo inatuelekea kuondosha hayo matatizo. Sasa ukiniambia tutatuaje matatizo, ndo haya ndo formula hii tumesema. Otherwise mtu anieleze au atueleze tutatuaje kwa kubakia na serikali mbili? Utamwitaje waziri wa kilimo wa Tanganyika? Utahitaji mahakama kuu ya Tanganyika? Utakuwaje na bunge ambalo lina mbunge kutoka Zanzibar hana la kusema juu ya miradi ya Bariadi, juu ya miradi ya Korogwe, juu ya miradi ya Pasiansi? Huyu waziri wa kilimo wa muungano huyu anayekwenda nje anakwenda anawakilisha nini Zanzibar? Katumwa na nani kwenda Zanzibar kwenda kutuwakilisha? Anawakilisha Tanzania ambayo Zanzibar iko ndani. Zanzibar na mipango yake na sera yake ya kilimo. Zanzibar na mipango yake na sera yake ya afya. Sasa huyu kuna mawaziri kule bara hata hajui chake iko wapi, hajai kuja. Nasema kweli? Hajui mkokotoni iko wapi, hajai kuja. Ni kama vile katika Afrika Mashariki. Katika Afrika Mashariki kuna mambo 17 Afrika Mashariki. Mambo 8 tu ndio ya muungano. Yalobaki si ya muungano. Hoja ya kwamba kuwe na Afrika Mashariki, kuwe na Afrika Mashariki moja, Zanzibar iwakilishwe, inatoka wapi? Nyerere alisema. Subiri kidogo kaka, naona kama na swali. Nyerere, watu wengi wanapenda kumnukuu Nyerere katika mambo wanayoyasema, wanayoyapenda. Ni kama vile Waislamu au Wakristo wanapenda kunukuu zile aya ambazo ziko tamu na wao. Hata rais alisisitiza kwamba fikra zao tusiziweke pembeni katika kujadili rasimu. Fikra zao ziko pamoja nao. Lakini Nyerere alisema, anasema hivi kwamba katika swala la nani fikra zake, ili kuwa na Tanganyika, kuwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, Nyerere anasema ni lazima uwe na Zanzibar. Huwezi kuwa na Afrika Mashariki bila kuwa na Zanzibar. Na alikuwa anasema kama ikitokezea hivyo, basi inabidi kuwa na Tanzania, Zanzibar. Ngoja nataka nisome kile quotation. Maana watu wengi wanapenda kumnukuu Nyerere wanapopapenda tu, patamu tu. Ndio kaida ya binadamu. Mimi niko nataka nijue kitu kimoja tu. Kwanza kabisa nataka nifahamu nyie mkiwa kama ndio tume ambayo imevunjwa. Ngoja nisome ya Nyerere kabisa. Endelea. Nyerere anasema hatima ya uongozi wa Tanzania kurasa 15, ambapo watu wengi wanapenda kukinukuu hiki kitabu. Kwa ule sehemu zao tamu. Nyerere anasema hivi: nchi mbili zinapoungana na kwa nchi moja, mifumo ya kawaida ya mifumo ya muundo wa katiba ni miwili. Kwa mfumo wa kwanza, kila nchi itafuta serikali yake, yani itakuwa na serikali moja, na nchi mpya iliyozaliwa itakuwa ni nchi moja yenye serikali moja. Katika mfumo wa pili, kila nchi itajivua madaraka fulani ambayo yatashikwa na serikali ya shirikisho. Ndio hili tunapendekeza hivi sasa. Na itakuwa na serikali ambayo itakuwa na mamlaka juu ya mambo yaliyobaki. Mambo yatakayoshikwa na serikali ya shirikisho ni yale ambayo yakibaki katika mamlaka nchi zilizoungana, basi kwa kweli nchi hizo zitakuwa hazikuungana kwa nchi moja, bali zinaendelea kwa nchi mbili zenye ushirikiano mkubwa katika mambo fulani. Shirikisho halisi la nchi mbili itakuwa na nchi moja yenye serikali tatu. Nyerere huyo. Serikali ya shirikisho na serikali mbili za nchi mbili za awali zilizoungana katika kuzaa nchi moja. Kisha katika mfumo wa Afrika Mashariki, Nyerere anaeleza ukurasa huo. Pia Mwalimu alifafanua zaidi kuhusu jitihada za kuunda shirikisho la Afrika Mashariki. Alisema, kama jambo hili lingetokea, nina hakika kabisa kwamba mfumo wa nchi mpya ambayo ingezaliwa ungekuwa ni shirikisho. Ama shirikisho la nchi tatu zenye serikali 4 au shirikisho la nchi 4 zenye serikali 5. Kwa kweli hata kesho nchi za Afrika Mashariki zikiamua kuungana, Tanzania ikawa ni mshiriki, naamini kuwa ni rahisi zaidi kushirikisha Tanzania yenye serikali mbili, ya Zanzibar na ya Tanganyika, kuliko Tanzania yenye serikali mbili, ya Tanzania na ya Zanzibar. Nyerere. Sisemi mimi, hii ni kitabu chake Nyerere, kwamba hata leo Afrika Mashariki ikiungana, yeye picha yake ni kwamba kuona serikali ya Tanganyika na ya Zanzibar ingie. Halafu pia anasema ukweli kwamba ukiamua kutokuwa na serikali moja, basi lazima uwe na serikali tatu. Kitu ambacho hakipo kwa sasa. Hakipo, lakini ni logic. Vitu vingine, kwa mfano kama vile nilivyokuambia, unajidanganya kwa miaka 50 unamuita waziri Magufuli, unamuita waziri wa afya, waziri wa muungano. Basi hata baada ya miaka 50 huoni kama umejidanganya vya kutosha? Kwamba si logic. Haingia akilini, haina mantiki kwamba yule aitwa waziri wa muungano. Hiyo huoni? Alisale tuje kwenye mantiki sasa. Baada ya Mheshimiwa Rais
kuweza kuhutubia bunge na kutoa kauli ya kwamba serikali tatu hazitekelezeki. Niseme hivyo. Sawa. Tume yenyewe iliyoundwa pamoja na nyinyi na wao ulikuwepo katika wale wajumbe, mmefanya public hearing, mkaja na hiyo rasimu ya kwanza na ya pili tayari. Tukiamini kabisa mlichokiandika humo ndio takwimu ambazo mmezikusanya kutoka kwa watu. Swali linakuja, nataka ujibu mimi na labda na wanajopo wengine. Kitendo cha rais kuweza kuja ku-reject hiyo rasimu, nyinyi kama tume mliokuwa tume, kwanza mmejisikia vipi? Cha kwanza. Lakini kitu kingine cha pili ambacho nataka nikifahamu, ni kweli kabisa kwamba ilikosekana hali ya kuona kwamba matatizo ya Zanzibar yanaweza kuwa solved katika mfumo wa serikali mbili, mpaka nyewe mkaja na serikali na hiyo kauli ya kwamba lazima kuwa serikali tatu. Mlishindwa kabisa kufanya mambo yenu. La kwanza, mimi sina haja ya kusema tuwe najisikiaje. Rais alikwenda pale, lakini kwa bahati pia akawa mwenyekiti wa chama. Kwa hivyo kama rais ameamua kutumia mwenyekiti wake wa chama na rais mlemle, si tatizo, ni maoni yake, wacha tubaki vile. Lakini tunachosema sisi, kuna mambo ambayo tunaweza kuyajibu. Basi mengi tunaweza kuyajibu. Lakini ukija habari ya matatizo, kwa nini sisi tumeshindwa kutatua tatizo? Nasema vipi? Sisi tumepewa kazi tuje na namna ya kutatua, tuende mbele kimuungano. Watu wengi wanatukosea adabu, wanatukosea hata uzalendo. Wanafikiri kama sisi hatupendi sana muungano uendelee. Wanafikiri kama sisi tumefanya kazi ile ili kuvunja muungano. Ni kutukosea adabu na kutukosea uzalendo. Kwa sababu sasa hivi katiba hii ya sasa inavunja muungano rahisi kuliko tulivyoweka sisi. Katiba ya sasa inasema kwamba thuluthi mbili ya wabunge wa bara na Zanzibar wakikutana kwenye bunge wakiamua kuvunja muungano wanavunja. Sisi tumesema iende kwenye kura ya maoni, ipatikane thuluthi mbili ya bara, thuluthi mbili ya Zanzibar. Nani kakaza muungano? Thuluthi mbili ya wananchi wa bara na thuluthi mbili ya wananchi wa Zanzibar. Nani kakaza muungano? Hilo la kwanza. Lakini pili, ukisema matatizo ya Zanzibar tumeshindwa kuyatatua, naam, tumeshindwa kuyatatua kwa maana ya kubakia na mbili, utatuzi wowote ule. Kwa sababu kwa mfano kumeundwa kamati ya Amina hapa Zanzibar, kumeundwa kamati ya Baraza la Mapinduzi mwaka 2003. Ukisoma kamati ya Baraza la Mapinduzi mwaka 2003, wametaka mambo 16 yatolewe kwenye muungano. Na ngapi? 16. Na hoja ni kama inaofanana na sisi. Unajua muungano huwezi kuungana katika mambo ambayo hayafanani kwenye muungano. Muungano au serikali kuu inatakiwa ina mambo makuu ya dola, ulinzi, mambo ya nje, magereza, labda pengine fedha. Lakini unaungana katika mambo ya kilimo, unajitokea matatizo tu. Unaungana katika mambo ya mtindo, ndio maana haya hata sisi wenyewe wameshasema yatolewe. Hata serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mujibu wa ile document ambayo mpaka leo hajafutwa imesema yatolewe. Sasa ukiniambia kwamba tumeshindwa kutatua, hatujashindwa, huko ndo utatuzi wenyewe. Na kwa maana kwamba kama ulikuwa na mambo 22 ya muungano umeyafanya yawe 7, ina maana umerudisha mamlaka kwa nchi washirika. Ukirudisha mamlaka kwa nchi washirika, ina maana kwamba serikali ya muungano lazima ijitokeze ya tatu, ambayo itachukua ile mambo makuu ambayo ni ya kidola. Hapa tunazungumza dola. Watu wanachanganya, ukaambia Zanzibar nchi, Tanganyika nchi, sawa. Tanzania ni dola, lakini hatuna neno la Kiswahili linalosema kwa maana ya serikali, hatuna maana na nchi. Sisi tunatengeneza dola sasa. Itakuwa dola ya Tanzania, nchi ya Zanzibar na nchi, na mambo hayo si ajabu duniani. Hong Kong na China ni nchi. Hong Kong ina kila kitu chake, ina bunge. Watu wanasema haiwezekani kuwa na pesa. Hong Kong ina pesa yake. Hong Kong wanachama wa FIFA na ni sehemu ya China. Kwa hivyo inategemea nyinyi mtaiambia vipi dunia. Sasa matatizo ya Zanzibar. Matatizo ya Zanzibar yamekuja baada ya matukio kutokana na muungano.
Kwa mfano watu wanasema kwamba Zanzibar imevunja katiba mwaka juzi. Kwa kiasi fulani hata mtazamo wa tume uko hivyo. Lakini mimi kama Mzanzibari naona haikuvunja katiba. Ilikuwa inataka kuonesha kwamba tunakwenda Zanzibar kufutika. Kwa sababu tulikuwa tumebakisha nini? Takwimu ambayo inasemekana imeondoka lakini kikatiba bado ipo. Leseni za viwanda. Mtihani. Kila kitu kimo ndani ya muungano. Sasa wewe kama Mzanzibari unasema ubakie na mbili. Ubakie na mbili ambazo mamlaka yako yote yanachukuliwa. Halafu bado unajisifu kama Mzanzibari. Halafu bado unataka uwe na Zanzibar kwa sababu hata hao wanachama CCM walokuja katika tume walosema wanataka serikali mbili wamesema yale yalotoka mkataba. Hichi kitolewe. Hichi kitolewe. Hichi kitolewe. Hichi kitolewe. Maana yake ndio serikali tatu na ndio maana tume ikasema hata baraza la wawakilishi limesema hivyo. Limesema hivyo kwa maana ya kwamba ukishasema mimi sitakichi huwezi kubakia na hali yako ile ile. Hilo ndio uzuri. Kwa hivyo sisi tumetatua tatizo hilo kwa maana ya kwamba kumpa kila mtu hadhi yake. Kwa mara ya kwanza katiba hii imesema nchi hizi mbili zitakuwa na hadhi na haki sawa, ambayo hivi sasa haipo kwa sababu mmoja ni kaka na baba. Umezungumza mwanzo ukasema kwamba mengi ambayo yamezungumzwa katika hotuba ya rais ni kwamba yanajibika kupita kiasi. Yanajibika. Bahati mbaya ni kwamba nafasi inaonekana kama haipo sasa hivi na mle ndani ya bunge hamna uwakilishi wa tume. Kwa ingependeza kwamba mmoja wenu, lakini hoja kubwa pamoja na rasimu kupendekeza masuala mbalimbali, lakini hoja kubwa imekuja katika aina ya muundo wa serikali. Aina ya muundo wa serikali ndio hoja kubwa, na hata katika hotuba ya rais alitumia muda mwingi sana kufafanua hilo. Labda watu watakuwa wanajiuliza, tutaruhusu hapa clip fupi ambayo rais amejaribu kufafanua baadhi ya mambo ambayo yeye anahisi hayatekelezeki. Na nafikiri kwa wewe kwa vile ni mmoja kati ya wajumbe tutaweza kupata ufafanuzi. Tutumie nafasi hii tuyamalize haya. Maana sasa tunafanya comprehensive review ya katiba yetu. Yale yote yaliyokuwa natuletea matatizo tuyaondoe. Na sisi kwa sababu sisi tunatoka kwenye CCM tunaamini kwamba tunaweza kufanya mabadiliko haya bila kuhitaji serikali ya tatu. Lakini hiyo ni maneno yangu. Bunge hili ndio lenye uamuzi. Ila mtakapoamua na hoja hizo mzifikirie, lakini katika kuangalia mfumo wa serikali tatu unaopendekezwa, yako maoni yametolewa na wengi ambayo naomba nayo myatazame, na hasa kuhusu zile changamoto zake ambazo hata kama mkipendekeza serikali tatu, hizi changamoto hizi msipozitazama, hiyo serikali hii itakuwa tabu kuendeshwa. Kwanza yapo maoni kwamba serikali hii inayopendekezwa kwenye rasimu haijajengeka kwenye msingi ulio imara. Ni serikali, kama mnasikiliza vizuri, ni serikali inayotegemea ihisani za nchi washirika, na kwa hiyo siku nchi yote moja ikiondoa ile ihisani yake, hii serikali inaanguka. Kwa mkiitaka serikali ya tatu ni lazima muitengenezee msingi imara. La pili, serikali hii haielekei ina chanzo cha uhakika cha mapato yake ya kuiwezesha kusimama yenyewe na kuiwezesha kutekeleza majukumu yake. Ushuru wa bidhaa unaopendekezwa unatiliwa shaka kuwa hautatosheleza mahitaji, pia kwamba hakuna uhakika wa fedha hizo kupatikana kwa vile serikali ya muungano hiyo haina chombo chake chenyewe cha kukusanya mapato. Inategemea vyombo vya nchi washirika kuikusanyia na kuipelekea. Kuna hatari ya shughuli za serikali ya muungano kusimama wakati wowote au hata kusimama kabisa kwa sababu ya nchi washirika kuchelewa au kushindwa kuwasilisha makusanyo ya kutoka kwao. Nalieleza hili vizuri ili nijipe nafasi yani bado tunajaribu kutengeneza nchi yetu. Tengeneze kitu ambacho kitu kilichokuwa thabiti. Bahati mbaya serikali ya muungano haina uwezo wala nyenzo za kuhakikisha kama mapato yake yanawasilishwa. Jana mzee Warioba juzi alikuwa anasema kutokuwasilisha mapato ni swala la usalama kwa serikali ya muungano. Tumemani sasa itumie majeshi yake. Lakini majeshi haya ni ya watu wa Tanganyika na watu wa Zanzibar. Serikali ya Tanganyika imekataa kuwasilisha. Kwa sababu Jenerali Mwamnyange wale
lazima watupe hela yetu. Sajeni Mwamnyangi anasema mimi Mtanganyika, hatatia amri. Lakini mimi napenda mifano halisi. Sasa tumeshuka sana swala la Anjuani kule. Jeshi la Anjuani, jeshi la Komoro lilikuwa na wanajeshi wengi kutoka Anjuani. Kwa kila walipokuwa wana matatizo, walipokuwa wanalituma jeshi kwenda kuishikisha adabu ile serikali ile, kitu kinatokea wakifika kule, wale wanajeshi wote wenye asili ya Anjuani wanakwenda upande ule. Hakuna mtekelezaji. Ndio kazi yetu tukawafanyia sisi pale. Ndio maana kama tunasema hapa, kama tunataka kutengeneza serikali ya tatu, lazima tutengeneze misingi ya uhakika ambayo sisi wenyewe tunaridhika nayo kwamba serikali hii itasimama, itatekeleza majukumu yake. Kama tunakitaka kitu lazima tujipe muda wa kutafakari kweli kweli. Tutakifanya vipi ili kisimame? Sasa wakikataa hawa, ukaambia haya nendeni mkamshughulikie yule rais yule, anapanda jukwaa anasema wale wote wanatoka Tanganyika nataka kesho mje kuripoti kwangu, mshahara nitawalipa mie. Rais hana kitu huyo. Na serikali ya muungano ishakwisha. Inapendekezwa huko kwamba inaweza kukopa, lakini ni serikali ambayo haina rasilimali. Naeleza mambo serious. Rasilimali za serikali hii, jeshi na vifaru vyake na mizinga yake, huwezi kutumia kama dhamana. Rasilimali ya serikali hii, polisi na magari yao ya washawasha, virungu, pingu, ina magereza na pingu za mafande. Nani anakudhamini kwa rasilimali hizi?